Fungua sauti yako, mwabudu Bwana. Mwambie Mungu, ni wiki mpya ambayo umenipa, pamoja na yote ambayo ninayapitia, lakini bado ninakuamini. Fungua sauti yako, mwambie Bwana, bado ninakuamini. Endelea kumwambia Bwana, mwambie Bwana. Wakati mwingine tunakosa muda wa kusema naye. Zungumza, ni baba yako, mwambie. Paza tu sauti, mwambie Bwana, mwambie. Raba shenderebo sanda raba sika. Shanda raba sererebo shata. Ramando robo seke kereba shanda raba sika. Mwambie tu, bado ninakuamini, bado ninakuamini Bwana. Sijakata tamaa, sijachoka. Rama sata yanda baso. Raba shekere basaka. Endelea tumwambie Bwana, mwambie. Paza sauti, mwambie Bwana. Pamoja na vita kazini, pamoja na vita kwenye biashara, mwambie bado ninakuamini. Bado ninakuamini Bwana. Kimbilio langu, umebaki mwenyewe. Msaada wangu, umebaki mwenyewe. Kimbilio langu, umebaki mwenyewe. Msaada wangu, umebaki mwenyewe. Bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado. Inua mikono, mwambie ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini. Ni wiki mpya, mwambie Bwana, nakuamini Yesu. Sauti ninakuamini, bado ninakuamini, ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini. Sharabaya Sika ya nyosha mikono mbele za Bwana. Sema Yesu. Inua mikono, sema kwa sauti kabisa. Sema Yesu. Ninakushukuru kwa kunipa neema
ya kuiona wiki mpya. Sema Yesu, bado ninakuamini ya kwamba mwezi wa 9 utanifanyia jambo jipya kwa jina la Yesu. Imeandikwa, usiyatafakari mambo ya kwanza, tazama nitatenda jambo jipya, nalo litachipuka na mimi nitaliona. Sema Yesu, sema kwa sauti, Yesu, mwezi wa 9 nifanyie jambo jipya kwenye kila eneo la maisha yangu. Kwa damu ya Yesu ninaisemesha kaskazi na kusi, achia jambo jipya. Sema achia, sema kwa sauti, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Yesu, ongeza sauti, sema Yesu, mifupa mikavu kwenye maisha yangu mwezi wa 9 inanizaria jambo jipya kwa damu ya Yesu. Sema ninatabiri, sema ninatamka jambo jipya, jambo jipya lizariwe. Sema lizariwe kwenye biashara yangu, kwenye maisha yangu. Shetani sikia, umezuia kwa miaka mingi. Sema yatosha, yatosha. Sema kwa sauti, yatosha, yatosha. Achia, achia. Sema achia, sema achia. Haya, endelea, sema achia, sema achia. Ndio, endelea, sema achia. Omba kwa dakika chache. Ni mwezi wa kuzaa, ni mwezi wa kuzaa. Robo sekerebo shaka raba korobo sika yaba yanda raba sika. Tamka, maanisha. Ndio, kila mtu omba. Mapepo hayatazuia, vikao vya watesi havitazuia. Reka yaba shaka robo koraba saya leka tayada bashanda. Omba, maanisha. Mwezi usipite, jambo jipya alizozaliwa kwenye maisha yako, kwenye biashara yako. Ile safari uliyoitamani ya kusafiri kwenda nje ya nchi, mwezi wa 9 itokee, mwezi wa 9 itokee. Ile tenda, mwezi wa 9 itokee. Orobo sandaraba saya ikandaraba koria landorobo senereba ikayadaba. Ningeona waombaji hapa, waombaji wanaomaanisha. Maandiko yanasema namna hii haiwezi kutokea ila kwa kufunga na kuomba. Kuna mambo unayatamani yatokee kwenye maisha yako, hayawezi kutokea ila kwa maombi. Rabakosayaba. Ngome zinazozuia jambo jipya ziangushe leo. Angusha hizo ngome, angusha hizo ngome, angusha hizo ngome, angusha hizo kuta, angusha hizo kuta. Robo saka, piga kila roho ya upinzani, kila roho ya upinzani, kila roho ya upinzani. Maanisha omba. Ndio, maanisha omba. Ndio, limoseke yandaraba korobo saya yanderebe saya yanderebe saya. Kuna watu wanapoomba jambo jipya linatokea, jambo jipya linatokea, jambo jipya linatokea, jambo jipya linatokea. Ni mwezi wa kuzaa, ni mwezi wa kinabii, mwezi wa kuzaa, mwezi wa kuzaa mambo mapya. September to remember. Orobo sekekeke yakata yadaba yandaba kosekeke yaraba korobo saya
Rama sayaba. Rabasika tayarabosika. Sharababoserererebosh. Nyosha tu mikono juu. Endelea tu kuomba kwa Bwana. Endelea tu kuomba kwa Bwana. Sijui ufanyavyo. Sijui utendavyo. Najua kitu kimoja Bwana, kile nachojua, mwezi wa 9 akiamlisha, hakuna wachawi wa kuzuia, hakuna waganga wa kuzuia, hakuna wasoma nyota wanaoweza kuzuia. Akiamlisha vinatokea. Akiamlisha ile tenda unapata. Akiamlisha faida unapata. Akisema yanderebo sekeke, sharaba yandaraba saya, yanderebo siketereba, ikayadaba baba, rekeka yaraba saya, laba sikatayaba, yanamase, yeteketaya, ribasaka, robasika yaraba, robaseke, robasatayaba, robasandarabasaya, robasikayaba, rikarabakoria. Akiamlisha vinatokea. Akiamlisha vinatokea. Jesus! Inua mikono chukua Bwana. Funika macho usiende kwa mazoea. Yes Lord. Wewe nitupe wimbo kwa dakika 2. Akiamlisha vinatokea. Ribo sakanda rabo shakarabasiki. Rama sherere bosika talalabashaka. Funika tu macho tunapoimba wimbo. Hatujui anavyofanya, ila tunachojua akisema vinatokea. Rebo shakatalabasiki. Kile nachojua umeamrisha vinakamilika. Sijui ufanyavyo. Hatujui unavyofanya Bwana. Sijui utenda. Unavyotenda hatujui. Ribosi karababosha. Kile tunachojua ukiamrisha Bwana vinakamilika. Sijui ufanyavyo. Sijui ufanyavyo. Sijui utendavyo. Sijui utendavyo. Kile nachojua. Kile nachojua. Vinakamilika. Sijui ufanyavyo. Ukiamrisha vinakamilika.
wa 9. Makofi ya Yesu, mikono juu. Makofi ya mwezi wa 9, September to remember. Unapopiga makofi mwambie Yesu asante, maana vinakamilika. Watu wa Kariakoo, inua mikono juu. Pigia Yesu vigelegele. Haleluya. Ongeza shangwe kwa Bwana. Ongeza vigelegele kwa Bwana. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Nimoshe koi. Niketa yaba. Nimosika. Nimoko yamera. Nimoseke. Riko rebo shaka. Ukiletaya sikikelege. Hallelujah, hallelujah. Naomba uketi kwenye upo Bwana. Ndaga fijo, ndaga fijo. Mungu awabariki waimbaji ndaga fijo. Ndaga mwikemo. Ndaga marafyare. Hallelujah. Inua tena mikono juu, mpigie Yesu makofi mazuri. Na nikuombe wiki hii jitahidi uwahi. Na mimi nitakuwa nasimama mapema. Tunasukuma agenda moja ya mwezi wa 9, alafu tunaingia kwenye neno. Tunachotamani mwezi huu wa 9 September tulimemba jambo jipya lizaliwe kwako. Sema amen. Somo tulilonalo wiki hii lina kichwa kinachosema kuomba kinyume. Kuomba kinyume cha vikao vya siri vinavyolenga kuzuia hatima yako. Kuomba kinyume cha vikao vya siri vinavyolenga kuzuia hatima yako. Kuomba kinyume cha vikao vya siri vinavyolenga kuzuia hatima yako. Na Mungu alinisemesha somo hili Ijumaa tulipokuwa tunasoma Isaya 54. Andika Isaya 54 mstari wa 15 ndio unaotuongoza kwenye somo hili. Isaya 54:15 anasema, tazama yamkini watakusanyana. Tazama yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wowote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama yamkini watakusanyana. Nataka uone hayo maneno. Na mara nyingi watu wengi tunautumia huu mstari kwenye maombi, lakini hatujawahi kujua utajiri ulioko kwenye mstari huu. Anasema tazama yamkini watakusanyana. Kwa kuna watu huwa wanakusanyana, na anaposema watakusanyana manake wanaitana kwenye vikao. Alafu anasema hivi, lakini si kwa shauri langu. Yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Kwa maana yake kuna shauri la Bwana. Kila mtu amebeba shauri la Mungu. Biashara yako imebeba shauri la Bwana. Mahusiano yako yamebeba shauri la Bwana. Ulichobebeshwa na Mungu kimebeba shauri la Mungu. Na kama anasema yamkini watakusanyana lakini si kwa shauri langu, maana yake shauri la Mungu au kusudi la Mungu juu ya maisha yako linatakiwa kuwafanya watu wakusanyane kwa ajili yako. Na mfano rahisi ambao unaweza kuuelewa ni huu. Kwa mfano, kijana wa kiume na kijana wa kike wakikutana, wanakutana wawili kwanza. Watasemeshana, watadanganyana wanavyodanganyana pale. Na wakishavuka ngazi ya watu wawili, wanaenda kwenye ngazi ya familia au ndugu. Kwa hiyo pande mbili, familia ya upande wa mwanamke
na familia ya upande wa mwanaume wanakusanyana kwa ajili ya shauri la Bwana juu ya wale watu wawili. Tunaenda pamoja? Kwa kinachowakusanya familia za pande mbili ni shauri la Bwana la hawa watu wawili la kuungana na kuwa kitu kimoja. Kwa lile shauri linawafanya watu wakusanyane, waitane, wanakaa pamoja, wanaanza kujadili, na kilichowakusanya ni shauri la Bwana. Kwa maana yake shauri la Bwana la wewe kusafiri kwenda nje ya mataifa linatakiwa liwakusanye mabosi, wakae kwa ajili ya kujadili namna ya kupitisha barua yako, kujadili namna utakavyopata fandi na posho ili usafiri. Shauri la Bwana juu ya elimu ulionayo linatakiwa kuwafanya watu wakusanyane, wajadili kitengo gani kinakufaa. Sasa chochote ambacho Mungu alituandikia sisi watoto wa Mungu, na kwa sababu sisi watoto wa Mungu tunaposoma maandiko si kila wakati tunayaelewa kwa undani, kuna vitu hatuombi. Ni mara chache utakuta mtu akiomba kwamba Mungu, lile shauri ulilonibebesha fanya liwe sababu ya watu kukusanyana kwa ajili yangu, wajadili namna gani napita hapa, wajadili namna gani navuka hapa. Na kwa sababu maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa shetani anafanya kinyume, anafanya watu wakusanyane kinyume na shauri la Bwana juu ya maisha yako. Ulitakiwa kupandishwa cheo, shetani anawakusanya watu, wanakaa wanawaza namna gani ya kufanya kibali alichonacho kiondoke, namna gani ya kufanya iki cheo ambacho anatakiwa apewe, tufanyeje ili asipewe. Kwa wanakusanyana. Na ndiyo hapa Isaya anasema, tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Kwa hiyo kama wakiingia mtego wa kukubali kukusanyana kudiscuss namna gani ya kuzuia shauri la Mungu juu ya maisha yako, maandiko yanasema wanatakiwa kuanguka. Lakini nichotaka uone pale, shauri la Mungu linaweza likafanya watu wakakusanyana kwa ajili yako, na shauri hilo hilo la Mungu linaweza likafanya pia na shetani akakusanya watu wakakaa vikao vya siri kwa ajili ya kupanga mikakati. Tunauaje biashara ya huyu mama? Tunauaje kibali cha huyu baba? Na mara zote wanawaambia watu, si kila anayekuchekea anamaanisha kwamba anakuelewa. Na maisha yana siri kubwa sana. Unaweza kukutana na mtu anakuchekea mpaka jino la chumbani unaliona. Yaani unaona jino la sebuleni na la chumbani. Anakuchekea. Yaani aisee, na kuelewa. Huyo anayekuchekea ametoka kwenye kikao cha siri. Na ndio maana vinaitwa vikao vya siri. Ni vikao ambavyo wanaokukalia hivyo vikao unashinda nao, unakunywa nao kahawa, unakunywa nao juice, mkikutana mnagonga pamoja, na kwa bahati mbaya sana na siri zako unawaambia. Ukiuza 100,000 unawaambia, ukiuza milioni unawaambia, na unafikiri wanakufurahia. Na kwenye hili somo utajifunza, usimwamini mtu yoyote yule. Usimwamini mtu yoyote yule. Yeyote. Mwanadamu ni mwanadamu. Ile kwamba anashandalize hapa kuliko Petro isifanye ukamwamini. Jiamini wewe peke yako. Mwamini na Mungu. Inatosha. Tazame jirani, mwambie endelea kuamini kila mtu, tutakutana mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hili somo tuna malengo makubwa mawili, andika. Tuna malengo mawili. Lengo la kwanza. Lengo la kwanza andika, ni ili uweze kujua kuwa katika maisha haya si kila mtu atafurahia hatima ulionayo mbele yako. Ili uweze kujua
ya kuwa katika haya maisha haya, ni ili uweze kujua kuwa katika maisha haya si kila mtu atafurahia hatima ulionayo mbele yako. Watakufurahia kabla hawajaona kilichoko mbele, watakupigia makofi. Lakini siku ambayo wataona hatima ulionayo mbele yako, uwe na uhakika ndiyo siku wataanza kukuchukia. Angalia kitabu kile cha Mwanzo 37 mstari wa 5 mpaka wa 11. Nikuonyeshe Mwanzo 37 mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 11. Anasema hivi, Mwanzo 37 mstari wa 5 mpaka wa 11. Anasema Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu kaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Natazama jua na mwezi na nyota 11 zikiniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize. Hawa watoto wa mzee Yakobo, kabla Yusufu hajaota ndoto, wote walikuwa wanachunga kondoo. Kwa hiyo wote wanaamka asubuhi, wanaenda porini kuchunga kondoo. Mvua ikinyesha, kama Yusufu hajabeba sweta la baridi, Ruben anavua, anamwambia mdogo wangu vaa, tunakuonea huruma. Muda wa chakula wanaitana, wanakaa pamoja, wanakula, wanapiga na umbea kidogo, wanapiga na story 2-3. Lakini siku ambayo Yusufu aliota ndoto, na si tu ndoto, ile ndoto ilikuwa inamwonyesha juu ya hatima iliyoko mbele yake. Na alipoota ndoto, Yusufu alifurahi kwa sababu aliona kilichoko mbele yake. Na kilichofanya akawasimulia ndugu zake ni kilichoko kwenye hatima yake. Aliona hatima yake imebeba baraka kwa ajili yake na kwa ajili ya ndugu zake. Kwa akaenda kuwasimulia akijua kwamba watafurahi, watamtia moyo, watamwombea. Na ndiyo sababu ya kila mtu uliyeko hapa, ukiona kuna mlango wote unaonyesha dalili ya kufunguka, huwa kuna shosti unaenda kumwambia, say shosti, nikwambie, rafiki, kuna mlango na usikilizia. Wewe unafikiri atakufurahia, lakini kila mwanadamu anatamani angekuwa yeye. Hata mimi natamani ningekuwa mimi. Kwa hiyo wakati unamwambia unafikiri atakufurahia, maandiko yanasema Yusufu alipowaambia ndugu zake, ghafla wakamchukia, na kuanzia saa ile hawakusema naye kwa amani. Kwa hiyo leo wanaenda kuchunga kondoo, anamwambia Ruben, bro, shikamo. Ruben anamfyonza. Anamsalimia Yuda, bro, kaka, shikamo. Yuda. Maandiko yanasema hawakusema naye kwa amani. Anaangalia, jana walizungumza vizuri, leo wamemkasirikia, na haelewi kwa nini. Hawa ndugu zake, wakati Yusufu anawasimulia ndoto, wao hawakusikia ndoto tu, ila wao waliona hatima ya ndugu yao, ya kwamba mbele yake kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yake. Na kile walichosikia ambacho kiko mbele yake
kilifanya kuanzia siku ile wamkasirikie na wasiseme naye kwa amani. Kwa hiyo lengo la kwanza la somo hili, nataka ufahamu ile kwamba uko kanisani unaomba, kuna wapendwa wenzako. My dear, si kila mtu atafurahia hatima ulionayo, si kila mtu. Na adui za mtu ni wa nyumbani mwake mwenyewe, marafiki zako hao. Ile umepata safari ya kwenda China, unaanza kutangaza, inakuwa ni matangazo ya TBC. Utanikuta mbinguni na kusubiri, endelea kutangaza. Kuna mlango na usikilizia, kuna mtu ameniahidi, sawa, watakupiga kitu kizito, utaamini. Mwambie jirani, utapigwa kitu kizito, utaamini. Tazame, alafu huyo ndo anasemaga mambo yake kwa kila mtu. Mwambie utapigwa kitu kizito, utaamini. Na kuna mtu uko hapa umeshapigwa kitu kizito na umetulia zako kwa amani. Wiki hii Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Andika lengo la pili, andika lengo la pili. Lengo la pili ni ili kuamsha roho ya hasira ndani yako itakayokufanya uombe, ili vikao vyovyote vya siri visije vikaharibu au kuzuia hatima yako. Ni ili kuamsha roho ya hasira ndani yako itakayokufanya uombe, ili vikao vyovyote vya siri visije vikaharibu na kuzuia hatima yako. Na asubuhi ya leo tunapoweka utangulizi wa somo hili, nataka nikuonyeshe kikao kimoja tu. Inawezekana unaposoma Biblia hujawahi kusoma kwa staili hii ya kufuatilia vikao vya siri ambavyo vilikuwa vinakaa kwa ajili ya kuzuia hatima za watu. Kikao cha kwanza, andika kikao cha kwanza. Muda wetu unakuwa sio rafiki, kwa kuna vingine unalazimika uruke, sio kwa sababu havipo, vipo, na lazimika uruke ili useme kile ambacho angalau kitawasaidia watu waelewe somo kwa haraka. Kikao cha kwanza, andika kikao cha Dothani. Kikao cha Dothani. Tuseme wote kwa sauti, kikao cha Dothani. Kitamke kwa sauti hata kama hujawahi kukaliwa hicho kikao. Sema kikao cha Dothani. Tazame jirani, mwambie kikao cha Dothani. Sasa andika kwenye daftari, kikao cha Dothani ni kikao cha dharura ambacho kina agenda 3. Ni kikao cha emergency. Ni kikao cha dharura ambacho kina agenda 3. Agenda ya kwanza, kufungua kikao. Hiyo ndio agenda ya kwanza. Agenda ya pili, Yusufu. Agenda ya 3, kufunga kikao. Kina agenda 3 tu. Hapo kwenye agenda ya pili, Yusufu, weka jina lako. Kwa kikao cha Dothani, agenda ya kwanza kufungua kikao. Agenda ya pili, Yusufu. Agenda ya 3 kufunga kikao. Kimeisha. Lakini posho wanayopewa sio posho ya kawaida. Ni kikao cha dharura cha dakika chache, lakini kinakuwa na posho. Na posho inayotolewa ni kwa ajili ya Yusufu, kuhakikisha kwamba wanazuia hatima yake. Na kuna watu wengi hapa, ukija asubuhi tunakuambia omba. Kuomba kwenyewe, Baba kwa jina. Hata hapa wakati tunaomba, kuna watu nimeona kweli wameomba. Kuna mtu alikuwa raba sakarabu shaka. Kuna mwingine, dear Jesus. Sawa. Wakati tunakubembeleza omba, uombi unatoa macho. Kuna kikao cha siri umekaliwa usiku kucha, kwamba hakikisheni anapata ajali kesho Jumatatu. Hakikisheni mwaka huu haumalizi. Wale mnaofuatilia kwenye haya majira tunayoelekea mwisho wa mwaka, kuna style fulani hivi ya vifo imetokea ambayo si ya kawaida. Mtu anakuwa mzima, anaanguka, tayari safari. Na mimi nimezika watu kama 4 hivi ambao nawafahamu. Vifo vinavyofanana. Alikuwa mzima,
anaanguka, mwingine anakimbizwa hospitalini ameshakufa. Staili hiyo hiyo. Okay, sitaki kusema chochote, lakini kuna watu ambao mmekaliwa vikao kwamba mwaka huu asiumalize. Kwa nini asiumalize? Akifa tunachukua nafasi yake. Akifa wateja wake watahamia kwetu. Umekaliwa vikao, na hao wanaokukalia vikao asubuhi ndo wanakupigia simu, Mama Ashura, umeamkaje bwana? Sasa wewe unaanza aisee na vichomi kwenye tumbo. Wakitoka hapo wakisikia una vichomi wanaenda kumshukuru Mungu wao kwamba aisee vimeanza kujibu. Na ndio maana wiki hii jifunze kuwa disappoint watesi wako. Wakikuuliza unaendeleaje hata kama unapita kwenye moto, waambie amani amani. Biashara vipi? Aisee, yani kuanzia wiki ilipoanza nimeuza kuliko ilivyo kawaida. Wa disappoint. Aisee vipi bwana, unaolewa lini? Unamwambia wewe hujapata kadi, mbona ndoa imeshaanza kutangazwa, ni wewe tu hujasikia. Wa disappoint. Sasa kuna mtu unaendeleaje, yani vichomi, unaendeleaje mahusiano? Wanaume wote ni mimi sijasema. Kwa wakitoka hapo wanaenda mbona mmecheka mpaka mimi sijasema chochote. Watesi wako wakitoka hapo wanaenda kumshukuru Mungu kwamba yale makusudio ya kikao, agenda za kikao zimeanza kumpata. Na ndio maana usikubali watesi wakae vikao vya shukrani, wa disappoint. Sema amina kama mnanielewa. Hata kama wamekuloga, uchumi umekufa, huna nauli, wakikuuliza mbona saizi upandi daladala unatembea kwa miguu, waambie Dr. Janabi ameniandikia nifanye mazoezi ya kutembea. Nani atajua kwamba huna nauli? Okay, muda wa lunch ulikuwa umezoea unaenda nao kula kwenye hoteli za gharama. Sema amina. Sasa wanashangaa saizi hawakuoni, wanakuuliza vipi, mbona hatukuoni? Wanatamani kusikia jambo baya, waambie Dr. Janabi ameniandikia nifanye diet ili mwili wangu, afya yangu isipate shida. Kwa hiyo wiki hii nina diet. Nani atajua kwamba huna hela? Na wiki hii Mungu asiwafurahishe watesi wako kwa jina la Yesu. Gonga na jirani uliyekaa naye mwambie Mungu hata wafurahisha watesi wako wiki hii kwa jina la Yesu. Ukiona uliyekaa naye hakuambii ndo huyo mtesi, uwe mwelewa. Nimesema gonga na jirani yako mwambie watesi wako hawatafurahi wiki hii. Mwambie kwa sauti, watesi wako mwezi wa 9 hawatafurahi. Badala yake Bwana atakufurahisha wewe kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Pigia Yesu makofi mazuri na vigelegele. Angalia hichi kikao cha Dothani. Andika Mwanzo 37 mstari wa 18 mpaka wa 20. Mwanzo 37 mstari wa 18 mpaka wa 20. Anasema hivi, wakamuona toka mbali. Emsema wakamuona toka mbali. Okay, tusome pamoja pale kwa sauti, twende. Wakamuona toka mbali. Na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake. Rudia tena mstari, soma kwa sauti, rudisha wa 18 kwa sauti kubwa, twende. Mbona sisikii sauti za washindi? Kuna mtesi huko hapa kwani? Aya, soma kwa sauti kama hakuna mtesi, twende. Wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Weka pause hapo kwanza, usiondoe mstari. Wamemuona toka mbali. Tunajua alikuwa ameenda kuwatazama wanaendeleaje. Na kuna mahali alifika akauliza mtu, umeona watu wanachunga kondoo hapa? Asema wameelekea Dothani. Kwa akaenda Dothani. Maandiko yanasema alipokaribia akiwa bado kwa mbali, hawa ndugu zake walimuona tokea mbali.
Walipomuona tokea mbali wakaitisha kikao cha dharura. Ruben, Yuda, wakaitana haraka haraka. Walipokaa, maandiko yanasema wakafanya shauri ili wamuue. Wanamuua anakosa gani? No, wamemuona toka mbali. Na kuna mtu kwa hapa leo na genge la nyanya, kuna mtu akikuangalia anaona mfanyabiashara wa kimataifa wakati una genge la nyanya. Anakuona tokea mbali na anaona huyu tukimwacha alichobeba, hatima alionayo, atakuja kuwa tishio. Kwa hiyo kwa sababu wamekuona tokea mbali, wakati huo wewe hujajiona kama ni mtu mkubwa, unajiona wa kawaida, unajiona bado mdogo. Maidia, ndio maana wanaopigana na wewe ni watu wenye heshima zao, watu wakubwa, wafanyabiashara wakubwa ambao huwezi kujilinganisha nao. Kwa nini wanapigana na wewe? Wewe unajiona wa kawaida, ila wao wameshakupimia, wameshakuona tokea mbali, na wanasema tusipomuua huyu atakuwa tishio. Lakini kama aishivyo Bwana, mbeba maono huwa hafi kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Hebu sema wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Sema kwa sauti, wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Kwa kuna kama mtu uko hapa unatembea na kipima joto chako, kila mtu unamchekea. Nikwambie shosti, yani nimeagiza mzigo China, nina kontena 2. Hao unaoambia wako kwenye vikao ili waue biashara yako, na wameshakaa vikao, wameshafanya shauri ya kwamba tutahakikisha amerudi Moshi anatembea kwa miguu, tutahakikisha madeni anamuua. Alafu hao wanaokaa vikao ili wakuue, ndio hao siri zako zote wanazo. Aliyewaambia wewe mwenyewe. Kwa nini unafikiri kila mtu anakufurahia? Kwa nini unataka kila mtu ajue unaendelea vizuri? Kwa nini? Kwa sababu unajua kila mtu anafurahia hatua zako. Kuna wenzako wameshakupimia tokea mbali, na wameshaweka vikao kwamba tutahakikisha haolewi, tutahakikisha anarudi kwa miguu Moshi. My dear, kuna wenzako ni unlogable. Usipoteze muda kutuloga. Tulikuja na train, hatutarudi Kigoma na train kwa jina la Yesu. Na mimi ninakataa asubuhi ya leo, mauti haitakupata kwa jina la Yesu. Hebu sema mauti haitanipata. We sema hivi kama unanawa, utanikumbuka. Sema mauti haitanipata. Sema kwa sauti kabisa, mauti haitanipata. Sema mauti yoyote niliyoandaliwa kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye uzao, kwenye uchumi, kwenye huduma, sema nimekataa. Sema haitanipata kwa jina la Yesu. Sema leo ninasambaratisha vikao vyote vya siri vilivyokaa kinyume na shauri la Bwana juu ya maisha yangu. Sema imeandikwa, yeyote yule atakaye kusanyana kinyume na shauri la Bwana juu ya maisha yangu, sema ataanguka. Sema asubuhi ya leo ninawaangusha. Sema kwa sauti, nawaangusha mauti walionitegea. Sema iwapate wao. Sema kwa sauti, wapate wao. Ajali walionitegea, sema iwapate wao. Kukataliwa walikoniandalia, sema kuwapate wao. Sema imeandikwa, mabaya hayatanipata.
Sema kwa sauti, hayatanipata. Wangapi wanasema mabaya hayatanipata? Pigie Bwana vigelegele. Haya. Mauti haitakupata kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Wanapokaa vikao kukuwazia mabaya, Mungu akuwekee Ruben kwenye hicho kikao. Hebu sema, Ruben, Bwana akuinue. Ruben anahudhuria vikao, wakisema tunamaliza na Ruben anachangia, anasema akitoka hapo Ruben anakuja anakuambia, Yusufu, usipite ile njia. Leo wameandaa kitu kibaya juu yako. Mungu akuinulie Ruben wako kwa jina la Yesu. Wangapi wanasema amina hapa? Watu wa Kariakoo, haleluya. Wanaandaa ukipita njia hii wakumalize. Ruben anakuambia, alo, ni kweli hii ni shortcut, ila leo zunguka. Mtu wa Mungu, kuna watu wengine hawajuagi kusema kila kitu, ila uwe makini. Mtu akikwambia leo usile, huko unakwenda usile, usianze kuuliza. Inawezekana ni Ruben alikuwepo kwenye kikao. Sasa wewe jifanye mbishi, nenda kale. Punga mkono namna hii, nenda kafanyeje? Kale. Nakumbuka kuna siku moja nilitegewa ajali. Sitasema sana kila kitu, lakini kuna mtu akaja akaniambia, usipite njia hii, pita njia nyingine. Nikapita njia nyingine. Alafu nilipofika, mke wangu akapigiwa simu, vipi, mume wako yuko salama? Hakuna chochote kilichompata? Unasikia hayo maneno? Hakuna chochote kilichompata. Anauliza kitu gani? Hakuna ajali, hakuna chochote. Ambia hamna. Yule mtu akakata simu, na simu akazima, hapatikani mpaka leo. Akili zinakuja, na mtafuta Ruben anisimulie vizuri, maana aliniambia usipite njia hii. Nikakwepa, na mtafuta Ruben, kwani nilimuona. Nikajua ni malaika Mungu alinitumia. Sema amina kama unanielewa. Wiki hii Mungu akuinulie Ruben kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Nisaidie, gonga na jirani yako, mwambie vikao vya siri wiki Bwana na visambaratisha. Yeyote aliyekusanyana kinyume na shauri la Bwana juu ya maisha yako, sema anguke. Sema kwa sauti, anguke. Sema kwa sauti, anguke. Simama kwa miguu yako, simama. Muda wenu unakimbia sana, kwa inabidi tu usummarize, upite shortcut umalize. Nyosha mikono yako, chukua Bwana. Taka tuwaangushe kwa dakika 3 tu, 15 tunamaliza. Na ukiomba kama unakula chapati ni wewe. Lakini Mungu ameleta hili somo, tuko mwisho wa mwaka. Majira ya mwisho wa mwaka yana vitu vingi sana vinainuka. Nyosha mikono juu. Sema yes. Sema kwa sauti, yes. Asubuhi ya leo ninasimama na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu. Sema yes. Wewe ambaye ulimtetea Mordekai alipokuwa ameandaliwa msalaba na Hamani. Yes. Ule msalaba Hamani aliyouandaa kwa ajili ya Mordekai, alikamatwa yeye, akatundikwa juu yake, na neno lako likatimia la Isaya 54 mstari wa 15. Yeyote yule atakaye kusanyana kinyume na shauri la Bwana juu ya maisha yangu ataanguka. Yesu, leo, sema kwa sauti, leo waliotuma uchawi juu ya afya yangu, juu ya biashara yangu, juu ya kibali changu,
Sema leo waanguke. Sema kwa sauti, waanguke kwenye uchawi wao. Yale magonjwa walioyatuma juu ya afya yangu, sema imeandikwa, yeye achimbaye shimo atatumbukia ndani yake. Sema Yesu, ile hasara iwapate wao, yale magonjwa yawapate wao, yawapate wao, yawapate wao kwa damu ya Yesu. Sema leo, sema kwa sauti leo, hao watesi waliokaa vikao vya siri kwa ajili ya maisha yangu, sema na wagombanisha, sema na wafarakanisha. Onyesha ishara ya kuwafarakanisha. Wafarakane kiasi ambacho mmoja atakuja kukwambia, hata usiposema amina utayaona kabla wiki haijatokea. Nyosha mikono juu, sema leo ninawafarakanisha, sema na wagombanisha hao watesi kwenye mapatano yao, kwenye agenda zao. Sema na wafarakanisha, sema na wagombanisha. Haya, wagombanishe, wagombanishe watesi wako, wagombanishe, ndio wafarakanishe, ndio badala ya kuungana kukushambulia waanze kushambuliana wao kwa wao. Mungu ainue wavizi yao, akuwekea wavizi yao. Wagombanishe, onyesha ishara, onyesha ishara ya kuwafarakanisha, ya kuwagombanisha. Hawatapatana juu yako, hawatapatana mabaya juu ya biashara yako, hawatapatana mabaya juu ya ndoa yako, hawatapatana mabaya juu ya mahusiano yako. Wagombanishe, onyesha ishara ya kuwagombanisha, ndio omba manisha, omba manisha, omba manisha, ndio omba manisha, ndio wagombanishe, 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 ndio na uyaone kabla mwezi wa 9 haujaisha. Uone wakigombana, wakigeukana, na wakija kukupasha habari. Rabasanda rabasaya, wagombanishe, wagombanishe. Rabasaya, hawataungana, hawataungana kufanya uharibifu juu ya maisha yako, juu ya hatima yako. Wanapanga kwa siri, Bwana wagombanishe. Wanapanga kwa siri, Bwana wafarakanishe. Wagombanishe, ndio. Nyosha mikono juu, nyosha mikono juu, nyosha mikono juu. Yes, ndio nguvu za Mungu ziko hapa. Wengine wanataja jina lako kwa mabaya. Inua mikono juu, sema yes. Sema kwa sauti, Yesu. Mahali popote, kikao chochote cha kichawi, cha siri ambacho kinataja jina langu kwa mabaya, ni lini atakufa, biashara yake ikafa. Sema Yesu. Sema kwa sauti, Yesu. Leo napeleka moto. Sema fire. Sema kwa sauti, fire, fire, fire. Sema moto uende kwenye hivyo vikao, kwenye hivyo vikao wanavyotaja jina langu kwa mabaya. Sema imeandikwa, sema imeandikwa, nanyi kweli. Sema nanyi kweli mlinikusudia mabaya, lakini Bwana akayageuza yakawa mema. Sema kila mabaya leo na yageuza yawe baraka juu ya maisha yangu kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono juu, sema Yesu. Mabaya yao, sema mabaya yao hayatanipata. Ile ajali
walionitegea, sema haitanipata. Ile hasara walionitegea haitanipata. Ule ugonjwa waliotuma, sema hautaniua. Sema nakataa, nakataa. Sema kwa sauti, nakataa, 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 nakataa. Haya, kataa hayo mabaya, kataa. Nione watu wanaokataa. Ndio, kataa hayo mabaya, maanisha ndio.